magonjwa yasiyoeleweka. Ishara yule mwovu ni vifo vya wakati ambapo hujafika. Maandiko yanasema na siku za mwanadamu zimepunguzwa hadi miaka 70. Akijaliwa na Mungu anaenda 80. Kwa nini kufe na 20? Kwa nini kufe na 30? Kwa nini kufe na 40? Ni kwa sababu kuna mtu alikula kiapo hautaona miaka 50. Mwingine alikula kiapo hautaona miaka 70. Lakini aishije Mungu, nimetuka Busia yote nikuja nikwambie, wacha hii mchezo ambao unafanya. Wanasema omba unakataa. Wanasema funga unakataa. Wanasema iko kwa mkesha unakataa. Wewe unaona kila kitu iko sawa. Nimekuja nikwambie, kama unataka uone wema wa Mungu na ule mema ya nje, lazima utafunga mkanda kiunoni na uamue kupigana. Uamue kupigana. Wakati wanalala wewe amuka. Wakati wanakula tunyime chakula. Wakati wanasengenyana kitoko masengenyo. Wakati wanafitiri kitoko fitiri. Maana maisha ni vita. Maisha ni vita. Maisha ni vita. Hata kuna wengine wamepangiwa kesho hata iona. Mwingine anaambiwa bisaba utaiona. Mwingine amepangiwa atamalizwa na gari, atamalizwa na baiskeli, atasikia tu kichwa inauma, anaanguka chini anazimia. Lakini leo katika matanga haya na mazisha Pafudas, nimekuja nikwambie, kama umekupangia umalizwe kesho, umalize kesho kutwa, amka kwa usingizi na usiambie sitakufa kesho, sitakufa kesho kutwa, watoto wangu watakufa. Maana maisha ni vita. Mama pigana, baba pigana, mzee pigana, mtoto pigana, sababu maisha. Simama kwa miguu yako. Simama. Ukitaka kaa, sikubembelezi wewe, nataka kaa. Wahubiri wa kubembeleza wao wanapita. Mimi sio kubembeleza. Ukitaka fanya nini? Kaa. Kaa tu. Mimi sina shida. Kaa. Watu wewe msichana mdogo unanilia. Kaa. Wapendwa, tabiri umeamua kuweka chini kabla ya kuweke chini. Wakati mama yangu alikufa ndio nilijua maisha ni vita. Wakati mama alienda kaburini, kwa matanga yake si kuongea mengi. Maana nilijua watoto wazidi tuko hatarini. Kama umeua mama kwa ajali, watakisha wengine tumeamka na gari. Na nikasema liwalo liwe, hii vita tutaishinda. Vile wamepiga hesabu wakaweka huyo chini, hawataweka mwingine chini. Na wengine tunaomba hatukuli hatukunywi, maana tumekundua katika ufalme wa anga ukishinda, katika ufalme wa asili utashinda. Ukishindwa huko juu, hapa chini utashindwa. Mambo ya asili Pastor Simon atakwambia, Pastor Patrick atakwambia, mambo nayoona duniani yanakontroliwa katika ufalme wa kiroho. Hata watu wa dunia watakwambia ili awe tajiri hodari, wengine wanaambiwa lala kwa kaburi siku 7. Wengine wanaambiwa toa mtoto wako kafara. Wengine wanaambiwa kula mafi mwezi mzima. Na akifanya yote anajenga nguvu zake za kishetani. Maana ukishinda huko juu, hapa chini utashinda. Ukishindwa huko, hapa chini utashindwa. Mtu amesema tumechoka na premature death. Tumechoka kuzika watu wakiwa miaka michache. Usiseme tu tumechoka. Ukitoka hapa sema enough is enough. Fika mahali mezika wapendwa, na uhesabu kaburi moja, uhesabu kaburi ya pili, uhesabu ya 4 na ya 5, na useme vile nimezika huyu, mwingine tumziki chini ya miaka 70. Na Mungu atakupea neema ya kupigana. Maandiko yanasema vita sio vyetu, vita ni vya Jehova. Mhusishe Yesu kwa hii vita, na aliyetaka umalizwe kesho ataona ukitembea. Mhusishe Yesu kwa hii vita, na aliyepanga kaburi kumeze ataona ukiishi. Aliyepanga kuja kutembelea kwa ward kwa sababu umelazwa, aone ukifanya biashara yako. Na aishije Mungu akupe neema kabla wa kuweke chini ukuwe unaweka. Asante kwa neno. Umetoka ndani watu wako. Kijana aliyopili neno mjaze. Wabariki maisha yake, nasema asante. Waliopokea neno wabarikiwe kwa gusa la mkombozi wetu. Amen. Tutaketi.